Kwa hiyo all in all, mimi kwa upande mwingine nachukulia utani, lakini kuna wakati mwingine utoto. Neno lako kwa barua ya Yanga kuhusiana na msimamo wao wa mashabiki wao kuwafanyia vurugu nyinyi? Mimi kwanza niseme kitu kimoja, mimi mwenyewe si muumini wa kupenda kuona watu wanapiga au mashabiki wa timu yoyote ile. Hata katika mechi ya juzi kuna incident ilitokea kama ile, lakini mimi kuambia watu watulie isitoke. Mimi sipendelei vile vitu. Mimi mwenyewe sivipendelei. Kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza kutufanya kafu akatuzuia kuingiza mashabiki wa Kenya kwa sababu ya vurugu. Lakini baba wao wana vilaani sasa hivi wakati tukifanywa vile vitendo wao kubwa ni kwamba kwenye mechi watu atiki Sawa. Niambie. Safi. aina gani? Bwana, Simba moja ili kutoa vurugu kama uwezi alama 3 mnyama na ukota katika uwanja wake nyumbani hapa uwanja KMC Mwenge. Aliyekaribu yangu ni shabiki mwanachama mkereketo wa klabu. Mimi for real sipendi watu wapigane. Sipendi watu wachaniane nguo. Sipendi watu sijua watu wane damu uwanjani. Mimi kwa upande wangu si afiki hicho kitu. Lakini mashabiki wao wapole. Tuwe wavumilivu, tuvumiliane. Hadi tuzungumzie mchezo wa leo. Umeondoka na pointi 3 kwenye mchezo ambao wengi walitarajia pengine mtaweza mkapoteza kutokana na mko kwenye pressure ya kutafuta kombe la msimu huu kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Tuanze kuzungumzia mchezo namna ambapo ulikuwa ushindi ambao umeupata leo. Wengine wanasema ushindi mwembamba mbele ya Singida. Ushindi mwembamba lakini tumecheza na timu gani na sisi tumetoka kwenye mechi gani? Kuna wakati mwingine mtu akisema ushindi mwembamba unamwangalia alafu unampotezea. Tumetoka kucheza Jumapili, tumevuka Jumatatu, Jumanne jana tumepata muda. Leo kucheza mechi wachezaji kucheza kwenye tumia nguvu kubwa. Kwa hiyo mimi kwanza nawapongeza wachezaji wangu kwa nguvu zote. Wachezaji wamepambana na wamecheza vizuri. Wamefanya kitu kikubwa sana leo. Mimi kwa kweli nawapa big up. Hakuna cha mechi ambayo sijui kwamba eti ushindi mwembamba, no. Ilikuwa game ngumu kwa sababu tumecheza na watu ambao wamekaa muda mrefu wakijiandaa wakitusubiria sisi. Lakini sisi tumetoka kwenye mashindano makubwa. Lakini umeona wachezaji wamepambana mwanzo mwisho. Mimi kwanza leo nilitegemea kuona wachezaji for real, nilikuwa nategemea kuona kabisa mechi tamu sana. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kupata ushindi. Hata kama ni ushindi mwembamba wanavyodai wao. Sisi tuna pointi 3, tunaangalia mechi inayokuja na kikubwa pamoja na mechi kwamba ni ngumu na ushindi mwembamba, Simba bingwa. Lakini ulikuwa umepata ka pressure fulani kama tutakwenda kucheza na Singida. Lazima kwa sababu kwanza wamefanya mazoezi pamoja na Yanga, walikuwa pamoja. Sisi tumekuja tukiwa tumechoka. Tumetoka kwenye mechi kubwa. Kwa nisubiri. Alikwambia tarehe 15 tunakuja. Mmoja tu Mtanzania ndio mchezaji walomwanzisha. Wachezaji wote manake kuja. Niuliza game waliocheza na Yanga. Sasa kwa sababu tunashinda watashikilia hivyo, hatuchezi ngoo. Na kama Simba na wachezaji wetu wamepambana. Naendelea kufukuzia ubingwa Agi licha kwamba mko nyuma kwa pointi 1 mbele ya mtani wenu. Na nyinyi mnasema mnahitaji ubingwa na wao wanahitaji ubingwa. Hauoni hukumu wote hapo? Wewe waambie hivi wasicheze. Tarehe 15 wasicheze. Sio hawataki kuleta timu. Sasa wanautaka ubingwa gani kama hawataki kucheza tarehe 15? Yaani hao walikuwa wanasubiri leo sisi ndugu zao tupoteze, kesho watangaze tunacheza. Ndio mmeshinda. Ubaya. Ujumbe. Ubaya. Nasema nyewe kama watacheza pengine hata watenda Zanzibar. Itakwenda? Kwani Zanzibar kwa sababu wao ndio wenyeji? Watupeleke. Kwani hawakuona Berkane tumeenda bahati na Dimba. Kwani hawajaona Berkane tumewafanya nini huko Zanzibar? Wenyewe wapeleke mechi. Wakacheze hata mbinguni. Wakacheze mbinguni, mechi waipeleke mbinguni. Bingwa. Wakikataa mtawapata. Kama hawataki kuja na hawataki kucheza basi Simba bingwa. Sasa walikuwa wapi? Wao tayari kupoteza pointi 15, sisi mabingwa. Only that. Poa.